Lea kuwa mshirika wetu mkubwa, msikilizaji, pote pale ulipo, kwenye hatua ya kuweza kutufanikisha kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu kwa njia nzuri, kwa njia ya FM. Tupige support kwa mchango wako kupitia paybill namba ni 625 account namba ni 01245085217800 au till namba ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Sasa hivi ni bao la asubuhi. Vile vile iwapo kwa nje na mataifa ambayo ni ya Kenya, PayPal vile inaweza, kuna link pale ambayo namna hiyo. Ukienda kwenye Facebook ya kwetu utapata link ya PayPal. Enda pale tuwasilishe tuna kwamba tunanunua transmitter na station transmitter link. Kijana, jitahidi kuwa na watu hawa 10 kwenye sako yako ili uweze kufanikiwa haraka. Bao la asubuhi. Kijana, jitahidi kuwa na watu hawa 10 kwenye maisha yako ama sako yako ili uweze kufanikiwa haraka. Watu hawa ni watu wanakaa vipi? Labda unaweza kuwa unauliza. Katika kipindi cha ujana una nguvu msikilizaji, una uwezo msikilizaji, una nguvu. Katika kipindi hiki cha ujana una nguvu, una ndoto na muda wa kufanya mambo makubwa. Lakini mafanikio hayatokani na juhudi zako pekee, yanategemea pia aina ya watu walioko karibu nawe. Kipindi cha ujana una nguvu, ndoto uko nazo, malengo, una muda wa kufanya mambo makubwa. Lakini mafanikio hayatokani na juhudi zako pekee, yanategemea pia aina ya watu walioko karibu nawe. Hakikisha kwenye mzunguko wako ama SACCOS zako una watu hawa 10 ambao ni muhimu, watakao kusaidia kupanda ngazi moja hadi nyingine. Kitu cha kwanza ni mtu ambaye anaitwa mtu wa afya. Huyu ni mtaalamu atakaye kushauri kuhusu afya yako ya mwili na akili. Afya njema ndiyo msingi wa mafanikio. Bila afya hata malengo yako yatayeyuka. Kuwa na daktari, kuwa na mtaalamu wa lishe au mtu anayekuhamasisha kuishi maisha yenye afya, kwa sababu afya yako ya mwili na akili ni muhimu sana. Mtu wa pili, mtu wa sheria. Kuna wakati utahitaji ushauri wa kisheria au ulinzi wa haki zako. Mwanasheria mzuri atakusaidia kuepuka matatizo ya kisheria na kukutetea pale unapoonewa au kudhulumiwa. Angalia ukaona iwapo ndani ya marafiki wako kuna mwanasheria ambaye unaweza mpigia simu umuulize swali na akushauri. Una daktari, una mtu ambaye anaweza daktari mwana saikolojia. Namba 3, mtu mwenye hofu ya Mungu, eneo la kiroho. Kuna nyakati mbinu zote za kibinadamu zitashindwa kufanya kazi msikilizaji. Utahitaji mtu wa kukuinua kiroho, mtu wa maombi anayekutia imani na kukukaribisha karibu na Mungu. Anaweza kuwa mchungaji, anaweza kuwa ni shehe, anaweza kuwa ni mtu yeyote mwenye maisha ya kiroho dhabiti. Namba 4, mtu mwenye hekima na busara. Huyu ni mtu wa kushauri, kukuongoza na kukupa mwanga wa maisha unapokutana na changamoto. Hekima yake inaweza kukuepusha na makosa makubwa na kukuokoa na muda mwingi wa maisha. Namba 5, watu waliokuzidi kipato. Usizunguke na watu walio chini yako. Zungukwa na watu ambao wamekuzidi kipato, watakuchallenge. Kaa karibu na wale walioko juu yako kifedha au kimaendeleo. Wana malengo makubwa wameyafanya,
watakuvuta juu na kukuonyesha njia ya kufikia ngazi ya juu zaidi. Watu ambao wamekuzidi kwa kitu fulani, elimu, kipato, watu wamekuzidi kwa kitu fulani, kaa karibu na wao, watakuvuta kufika juu haraka. Namba 6, watu wenye mamlaka au nguvu ya ushawishi. Ndio mimi hupenda kusema Mungu nisaidie nikutane na viongozi wakuu wa mataifa, wa nchi, wafalme, yani watu wenye mamlaka au nguvu ya ushawishi. Kwenye maisha kuna milango ambayo haifunguki bila mtu mwenye mamlaka. Kuwa na watu kama hawa katika mzunguko wako wanaoweza kukusaidia unapokwama. Mfano, viongozi wa serikali, watu wa mfumo wa system, deep state. Hao watu unawahitaji sana. Namba 7, mtu mwenye maarifa ya kidijitali, digital influencer. Dunia ya leo iko mtandaoni. Mimi hupenda kukufungulia tu macho ya kiroho. Macho yani ya kiroho sasa na macho ya kimwili. Na nimekueleza kila siku kwamba shamba aliko sasa kwa kijiji, uende kusumbua baba yako mzazi, babu yako, kwamba nipatie mahala pa kujenga. Wakati ambapo uko na simu, unatembea na simu kubwa inataka kuangusha, imepasua mifuko yako. Hilo ndio shamba la sasa. Watu ambao wana hekima wanakimbia na wakati. Huyu ni mtu atakusaidia kukuza biashara yako. Ndio mara si moja nimesema kwamba lete biashara yako hapa tukusaidie kutangaza. Tunafika mbali. Wewe uko hapa na duka lako, uko hapa na duka la simu, una vitu unavifanya vipodozi. Tunafika mbali. Tukisema hivi unaona kwamba pesa yangu atakula. Tutakuwa na kufanyia kazi ya kidijitali. Huyu mtu atakusaidia kukuza biashara yako, jina lako au huduma zako kupitia mitandao ya kijamii. Atakufundisha namna ya kutumia teknolojia kuvutia wateja na kujijenga kiusoni. Namba 8, watu wanaokutia moyo, mentors. Umekuwa na digital influencers sasa. Kuwa na watu ambao ni mentors. Watu watakao kutia moyo. Kuna siku utaishiwa nguvu, matumaini na motisha. Mimi nimefika nyakati fulani katika maisha, hata mimi wakati mwingine nimeishiwa nguvu kwa vitu ambavyo navifanya. Mentors wananiambia kaza kamba. Kaza. Mmoja wa mentors wangu ni marehemu mama yangu mzazi. Alinikuza sana. Mentors atakwambia kaza kamba. Sasa hivi baba yangu mzazi amevaa hivyo viatu, ananiambia kaza. Kuna matumaini, unatoboa pole mbele. Kuna ushindi na uona. Kuna siku utaishiwa nguvu, matumaini na motisha, msikilizaji. Hawa ndio watu watakao kutia moyo, kukuhamasisha, kukukumbusha kwamba kwa nini ulianza. Watakukumbusha kwa nini ulianza. Watakuinua. Huwezi kata tamaa. Unapokata tamaa watakuinua. Unahitaji watu wa namna hii kwenye sako yako. Kitu cha 9, watu wenye connection. Kuna watu ambao simu moja tu kutoka kwao inaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Watu wenye connection. Watu wa aina hii hufungua milango ya fursa, kazi, biashara au ushauri muhimu. Wanapopiga tu simu mara moja, milango imefunguka. Usiogope kujenga mahusiano na watu wenye mitandao mizuri. Namba 10, ninapomalizia, watu wenye uzoefu. Watu ambao wana experience ya vitu na wewe una experience. Hao wamepita kule unapokusudia kwenda. Watakusaidia kuepuka makosa, kupoteza muda na kutumia rasilimali zako kwa ufanisi. Usiache kutumia watu hawa kabla hujajenga uhusiano wa kweli nao. Waheshimu, shiriki kwenye shughuli zao, kuwa sehemu ya furaha na changamoto zao. Ukaribu hujenga uaminifu na ndipo msaada wao utakuwa wa dhati. Kaa karibu tu na wao. Kaa karibu na wao. Na utaona kile ambacho Mungu atakufanyia. Natumai hilo ndio bao la asubuhi siku ya leo. Usikose kutufuatilia. Usikose kuwa msaada kwetu, kwa sababu tunahitaji kununua transmitter na uwezo wa kuweza kurusha matangazo yetu mbali. Tuchangie ili tuweze kufikia message na watu wengi sana. Ndio maana nasema kwamba tunahitaji sisi ni redio tofauti sana.
tuna kitu ambacho tunakijenga, tunahitaji uweze na ndio maana tunakuomba simama nasi, kwa sababu haya mambo unaweza kuyapata kwenye redio yote kweli? Utaipata kwenye redio yote kweli? Hata kwenye vyuo utapata kwamba vitu kama hivyo huwezi kupata mafunzo, unayapata tu hapa hapa idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.